ili tuwe na ushirika na Mungu, ni lazima tujazwe na Roho Mtakatifu. Angalia sababu kubwa ambayo inatupelekea kukosea ni kwa sababu tunakwenda kutumia akili zetu. Mara nyingine kuna mambo mengine tunaamua kufanya kwa kutumia akili zetu. Sasa tunapotumia akili zetu pasipo kumtegemea Mungu, tunajikuta kwamba tunaangukia kupata madhara ama kupata uharibifu wa mambo fulani ama kupoteza vitu kadhaa. Lakini tukagundua kwamba njia iliyo bora na rahisi na ya kumpendeza Mungu ni kurudi katika ushirika na Mungu kwa njia iliyo bora, kuomba kwa Mungu kupata nguvu ya kutuwezesha sisi kushinda mambo ambayo yanaweza katuzinga, mambo ambayo yanaweza kutushinda kwa akili zetu. Na hiyo nguvu yenyewe ni nguvu ya aina gani? Ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Asema kwamba mwanadamu hawezi kujiongoza peke yake akaweza kushinda akampendeza Mungu, bali anahitaji msaada, na msaada huo ni Roho Mtakatifu. Na Yesu hilo aligundua alipokuwa akiongea na wanafunzi wake na akiwaahidi kwa mambo yajayo, kwamba sasa atakufa, watamuua, watamzika, lakini anawajaribu kuwatazamisha mbele waumini ama wanafunzi wake, na anaangalia hofu mioyoni mwao, na anaangalia kushindwa kwao, na anaangalia kutokuweza kwao, na anaangalia kwamba hawa watu hawataweza peke yao, wanahitaji msaidizi, wanahitaji mtu, wanahitaji nguvu ya kuwafanya waweze, wanahitaji nguvu ya kuwafanya waweze. Akasema kwamba akawaahidi kwamba atamuomba Baba awape msaidizi, na huyo msaidizi anaitwa Roho Mtakatifu. Akasema Roho Mtakatifu ni msaidizi wa muumini, ni msaidizi wetu sisi waamini. Hatuwezi kumpendeza Mungu bila kuwa msaidizi wa kutufanya tumpendeze Mungu. Kwa nini tumtake Roho Mtakatifu kwenye maisha yetu? Ni kwa sababu peke yetu hatuwezi. Jina la Bwana libarikiwe. Hatuwezi peke yetu, tunamhitaji wa kutushika mkono. Wana kauli mbiu wanawake wanasema kwamba tukiwezeshwa tunaweza. Hiyo kauli mbiu ya tukiwezeshwa tunaweza, kwa sababu wanaamini kwamba bila kushikwa mkono na waume zao, bila kushikwa mkono na wanaume, wanajiona kwamba bado wao ni dhaifu, ila wakiwezeshwa wanaweza. Akamsemo fulani karibuma siku za nyuma, lakini kuna watu wengine wakapinga sana, kwa nini wakiwezeshwa, lakini wengine wakasema tunaweza. Wengine wakasema tunaweza, hata tusipowezeshwa wenyewe tunaziweza. Pakawa na mvutano kidogo, wepi wako sahihi, wepi hawako sahihi, lakini bado inabaki pale pale kwamba mwanaume ni mwanaume tu, hata kama utamwona hawezi, lakini bado anaweza. Mungu atusaidie sana. Lakini nazungumzia leo habari za Roho Mtakatifu kama msaidizi wetu, na namna gani Roho Mtakatifu kumfahamu na uzuri wake na uwezo wake katika maisha yetu, na namna gani anaweza akatusaidia. Na tukasema kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi katika nafsi tatu za Mungu. Tukasema nafsi ya kwanza ni Mungu Baba mwenyewe. Sisi kwa Pentekoste tunaamini Mungu ana nafsi tatu. Hajalishi mwingine anaaminije, lakini sisi imani yetu tunaamini Mungu ana nafsi tatu. Jina la Bwana barikiwe. Na sisi tunatembea katika hilo, wala hatuna mashaka katika hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Tumeona kazi ya
nafsi tatu za Mungu, utendaji wake tumethibitisha na zimeleta matokeo kwenye maisha yetu. Tumeona kupitia maandiko namna ambavyo zinatenda kazi na madhihirisho yake na namna zilizotokea kwa namna mbalimbali kupitia maandiko. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ndio maana tunapokuwa na sherehe ya siku ya kuadhimisha Pentekoste, tunaamini Mungu pamoja na wanadamu akishuka kupitia Roho, kwanza adhihirisha kupitia nguvu ya upepo, lakini madhihirisho yale yalitokea mahali pale palipotokea nguvu ya kipekee, lakini anasema pakatokea mgawanyiko katika sauti, katika lugha uliowajalia na kuwakalia watu katika siku ile ya Pentekoste. Haleluya! Pakatokea mtikisiko, nguvu ya Roho Mtakatifu ikashuka ikaujaza nyumba yote walimokuwa wamekusanyika. Lakini tunaamini kwamba Mungu amemtuma kama ambavyo tumesoma kwenye maandiko. Yesu anasema nitawamwomba Baba awape msaidizi. Tukasema kwamba Jumatano anasema huyo Roho Mtakatifu kazi zake anakuja kufanya nini? Kutusaidiaje sisi tunaoamini? Jambo la kwanza, anakuja kulithibitisha neno la Kristo. Haleluya! Anakuja kuthibitisha neno la Kristo kwamba ni amina na kweli. Kile alichokinena Kristo enzi ya uhai wake, anakuja kukizongemelea, kukithibitisha kwamba ni kweli, ni amina. Yesu Kristo ni mwana wa Mungu, alishuka Mungu katika nafsi ya mwili. Halo, aliuvaa mwili. Alipouvaa mwili akaongea, akanena, akahubiri, akasemezana na watu. Lakini sasa anajidhihirisha tena kupitia nguvu ya Roho wake Mtakatifu, ambaye huu Roho Mtakatifu kama Yohana anavyosema kwamba kwa siku ya mwisho Mtume sura 1 pale 8 anasema kwamba mtapokea nguvu akiisha kuajilieni juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Uyahudi mpaka mwisho wa nchi. Anathibitisha hicho kwamba hawawezi kwenda kupeleka ujumbe walioachiwa peke yao bila msaada wa nguvu za Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie sana. Na ninatamani leo hii kila mmoja wetu leo hii kwenye kilele hiki cha Pentekoste akajaze Roho Mtakatifu. Amen. Na nami hata yule ambaye hakuwahi kujazwa Roho Mtakatifu leo hii ajaze na Roho Mtakatifu. Amen. Hata yule anayetamani, mara nyingine Roho Mtakatifu anaingia na kutoka, anajikuta wakati mwingine anakuwa mkavu, anapotelewa na nguvu za Mtakatifu, kwa sababu Roho Mtakatifu ni Mungu, hakai mahali palipo na dhambi. Halo, Mungu tusaidie sana. Ni Mungu, hakai mahali palipo na uchafu. Kipengele ambacho nikiacha kusema, lakini huyo Roho Mtakatifu huyafunua mambo yaliyo sirini. Roho Mtakatifu huyafunua mambo yaliyo sirini. Mambo gani yaliyo sirini? Maana yake hutufunulia mambo ambayo yamenenwa kupitia maandiko, tuyafahamu kifasaha yanamaanisha nini. Maana yake kwamba kwa kusema peke yetu maandiko haya hatutayaelewa.
Yeye kazi yake ni kutufafanulia, kuyainua yaliyofichika, kutupa mwanga. Yeye anatupa nuru ya kutambua kweli ya neno la Mungu. Mungu atusaidie sana. Lakini huyo Mtakatifu hufunua mambo tunapoomba mambo binafsi. Hiyo tulishughulika nayo sana siku ya Jumatano na siku ya Ijumaa, kwamba anafunua mambo tunapoomba kibinafsi. Yaani mwamini unapoomba kibinafsi, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako, anaongea na wewe kukuelekeza mambo ambayo huwezi kuyajua. Na ndio maana unawezekana kwa wakati mwingine umeingia kwenye maombi ukisema kwamba nitaombea familia, umepiga magoti, umefunga na kuomba kwamba nitaiombea familia, lakini Roho Mtakatifu akishakukuta atakuelekeza mambo zaidi ya yale ambayo ulikuwa unaomba. Amen. Anakuonyesha mbali zaidi kwamba kuna mengine ambayo bado mwanangu huyajui, yako mbele yako, hayajakufika bado. Ila bahati mbaya sana hatuijui sauti ya Roho Mtakatifu. Mungu atusaidie kuielewa sauti yake. Amen. Na mara nyingi sana watu wamekosea kuomba kwa sababu wameomba kufuatana na miemuko ya akili zao, akizani kwamba hili naoliona kwa macho, hili ndio natakiwa niliombee. Kumbe Roho Mtakatifu analijua jambo lililo zito zaidi ya lile unaoliona kwa macho. Halo kanisa, halo. Roho Mtakatifu atusaidie. Unawezekana kwamba ni kweli unapitia wakati mgumu, ni kweli unasikia utungu moyoni mwako kwamba niombee jambo hili, na unalia, unagaragara kwa jambo ambalo unaliona kwa macho, lakini kuna mambo yaliyofichika ambayo utayajua bado. Roho Mtakatifu ameyaona, anaanza kukuelekeza, anaanza kukufundisha ndani. Mwanangu, kuna jambo moja, mbili, tatu, ili omba, ili kaa nalo hivi, ili kaa nalo hivi. Nikasema mtu wa rohoni anaona mambo ya rohoni. Halo, mtu wa rohoni anaona mambo ya rohoni, kwa sababu aliyoko rohoni ana macho zaidi ya kuona mbali. Ndio sifa inayotenganisha kati ya mtu wa rohoni na mtu asiye wa rohoni. Nimetumika neno hili mtu wa rohoni, ni neno jipya sana, halijawa katika historia ya kuwepo huko kwa mtu wa rohoni. Ndio maana unaweza kusema umepata wapi hili jambo hili limekuzwa sasa ilikuwa mtu wa rohoni, kwa sababu baada ya watu waliompokea Kristo kuwa ni Bwana Mwokozi wa maisha yao, waliomtii Yesu kwa kinywa chao na kuamini moyo wao na kuzikataa dhambi, kana kwamba wanaishi mwilini. Lakini Paulo anazungumza kwamba tunakuwa kana kwamba ni dhaifu, lakini sisi sio dhaifu, bali sisi tunajulikana kwa Roho. Halo, tunatambulika kwa Roho. Maana yake kwamba ile mambo ambayo kihalisia kwa mwili unaweza kuona ulivyo bila kwa kawaida, lakini ndani yetu aliyeko ndani yetu ni kufa. Anakusudia mengi ambayo wengine hawaoniza. Sasa ndipo anakuita mtu wa rohoni. Halo, mtu wa nini? Wa rohoni. Mtu wa rohoni haya mabaya. Halo, maana yeye anasikiliza aliyoko ndani, anafundishwa aliyoko ndani. Yaani Roho Mtakatifu mwalimu. Ndio sisi. Kwa watu wa roho. Lakini sasa